Dakika 90 zikimalizika katika uwanja wa Airtel mkoani Singida kwa wenyeji wa mchezo Singida Black Stars wakikubali kichapo cha mabao 2-1 kutoka kwa Azam Football Club. Ni kama kawaida wakicheza na timu kubwa, kwa sababu walipopambana na Young Africans katika uwanja huo walikubali kichapo cha mabao 3-0. Walipopambana na mnyama mkali Simba Sports Club walikubali kichapo cha mabao 2-1, na leo tena imejirudia mbele ya Azam Football Club wakikubali kichapo cha mabao 2-1, na hivyo kufanya kusalia katika nafasi yao ya 6, wakati Azam Football Club akipanda mpaka nafasi ya pili na alama zake 32. Karibu sana katika uchambuzi wa dakika 90 kuangazia yale yaliyotokea. Mimi ni Saidi Salim Msumi, nipo na Frank Raymond Domayo Chumvi pamoja na Gorisen Muro. Tuanze kuangazia bao la kwanza la kikosi cha Azam Football Club likifungwa na Lusajo Mwaikenda. Ilikuwa ni bao la aina gani? Lakini cross ambayo pasi zenyewe zilizopigwa na mpaka kuzalisha bao. Muro. Nafikiri ilikuwa ni move ambayo Black Stars wao walikuwa wanajiandaa kuokoa mpira waanzishe shambulizi. Imenaswa na Sadio Kanute, pasi 2-3. Pasi hiyo ya kwanza ya pre-assist ya Aba. One of the best kwa sababu imepigwa through kwenye half space, nafasi kati ya defender wa kati na defender wa pembeni. Angalia tani ya Faisal Salum, Idi Nado alikwenda kumsupporti. Unachosifia ni ile movement ya team wakati kila eneo lilikuwa na watu 2 mpaka 3. Faisal wakati anatani kusingekuwa kuna support kutoka kwa Nado. Ile shambulizi kwa limeshafia kule. Ni Aiza ana ublock ule mpira utoke nje, Azam apate mpira wa kurusha. Lakini uwepo wa Nado pale ambapo Faisal alikuwepo ndio ulikwenda kutengeneza mazingira ya at least wa kupasia mpira. Angalia Aucho ameuokoa vizuri. Lakini Kanute ambaye ameuiba kaupeleka pale ndani kwa nafikiri alikuwa Lusajo mwenyewe. Nado angalia pasi yake kwenda kwa Aba, alafu nani ameonyesha through? Faisal angalia option aliyoitoa. Mpira umepigwa ndani. Nado akaona si rahisi kuelekea tena ndani kwenye box, kuna watu wengi. Ni support huyu mtu ambaye anakwenda kwenye byline kwenye mstari wa mwisho. Lakini Mwaikenda wakati anapasia kwa mara ya kwanza, angalia sehemu alipokimbilia, ni defender, lakini angalia movement ya Mwaikenda. Anasogea na kwenda kutana na Saaduni. Unapigwa mpira na Saaduni anaupisha, lakuwa ni bao. Labda mtu angeanza kuwaza Saaduni pale alivyonyanyuka alikuwa kwenye eneo la kuotea ama sio la kuotea. So unajua unaweza kumchanganya golikipa kama uko kwenye eneo la kuotea katika eneo lile, lakini anaonekana alikuwa kwenye eneo moja na Mukrim Isa. Lakini performance na credit kubwa sana kwa Lusajo Elukaga Mwaikenda. Kwa fullback wa kulia muda huo winga wako Nado yuko pembeni, kiungo mchezeshaji yuko pembeni, amekwenda kutengeneza 1-2 na winga. Wewe upo kwenye eneo ambalo anasimama mshambuliaji. Uwezo wako wa kunusa hatari na wapi pa kusimama ili uweze kuisaidia timu. Performance nzuri na credit kwa nahodha. Credit kwa nahodha. Tuangazie kuhusiana na bao la pili ambalo Azam Football Club waliweza kufunga. Ni Faisal Salum Abdallah, Faila Sufi, Feitoto. What a finish. Kufunga ni sanaa, Domayo. Yani zamani ulikuwa tunaamini kufunga lazima upige mshoot ufanyaje, lakini unaweza ukapress tu pembeni. Ni kujiposition. Mchezaji mzuri ni ule ambao anajua kujiposition sehemu nzuri, hasa kwenye magoli ya V. Ni magoli ambayo ni mepesi sana ukijiposition. Pia anakuwa ni magumu sana ukienda kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Unaweza ukaona kwamba ni mpira ambao kama walipiga counter. Mpira ulikuwa pembeni, Idi Nado akaingia akalazimisha. Unamsifia Faisal kwa sababu alijua kujitoa, kujivua. Wakati mwingine cross inapopigwa wachezaji wengi wanapenda kwenda mbele. Sasa yeye kaona kabisa kwamba wote washaenda mbele wengi, acha mimi nijitoe nitengeneze space kwa Nado niweze kufunga. Unaweza kumuona hapo kwamba ni mpira ambao kwanza unamsifia Idi Nado kwa kuenda kwenye hiyo space na kuweza kupiga hiyo V. Ni mchezaji pia ambao anaona hatari. Unaweza ukaenda pembeni lakini usipige cross hiyo ya V. Ni wachezaji wachache sana wanaweza kupiga hizo cross. Unamsifia pia Faisal kasabu pia aliona kwamba masteka wote kama unavyoona papo imepigwa kwenye space. Sawa, masteka wao wote wawili wameingia kwenye box. Huyo steka wa kwanza kaingia, yeye kaamua kujitoa kuhakikisha kwamba anamalizia vizuri. Pia unaweza ukalaumu sana mabeki
wa Singida kwa sababu position hapo unaona. Nadhani Mukrim Isa, wakati wenzako wote wametoka, wewe uko wapi? Ndo hapo. Na shape ya kiulinzi. Na akaja akafeki kama vile anataka kutengeneza offside trap, mtego wa kuotea, wakati tayari pasi imeshatoka mguuni na kwenda kwa Nado. Yeye ndo anataka kujitoa kule kwenye onside position ili kutaka kutengeneza. Angalia, umeona hapo anataka kutoka ili awe sawa na wenzake kina Aucho. Nafikiri ndio kosa ambalo alifanya yeye, kuwepo peke yake wa mwisho. Nani kiongozi? Yani kiujumla hapo unaweza nikasema kwamba walikuwa kwenye shape mbaya sana kiulinzi. Siku zote walinzi lazima ile mistari minne muenee kwenye mistari minne, ni kwamba center back aonekane, full back aonekane na pamoja na full back aonekane, lakini yeye alikuwa yeye peke yake. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba ni shape nzima pale walikuwa wako organize, kwa sababu wakati huo Kennedy tayari alikuwa ameshatoka. Kwa hiyo amebakia kudabu Mukrim pamoja na Morris Chuku. Huku una Ande Cyril Kofi, huku una Ibrahim Imoro. Ukiangalia kiuhalisia, anayenyoosha mkono pale Ibrahim Imoro ndo kwanza anarudi kwenye boksi. Morris Chuku na Kaseke ambaye ni kiungo alikuwa naye anarudi nyuma, lakini tayari wakati through ball inapigwa kwa Nado, mtu pekee ambaye ameiua offside ni Mukrim ambaye ndo alikuwa mtu wa pili kutoka mwisho kwa Black Stars kama sheria ya offside namba 11 inavyosema, na ndo alikuwa karibu zaidi na mstari wa goli. Lakini bahati mbaya, badala ya yeye kutoka kwenda kulevel na wenzake kwa ajili ya kutengeneza mtego, alibaki. Sasa wakati ile through inapigwa kwa Nado, ndo huyu hapo anajifanya anatoka kuja huku ili kuja kutengeneza trap ya offside. Tuangazie jinsi ambavyo goli la Singida Black Stars lilivyofungwa na Ayubu Ruben Lianga. Ukiachana na hili bao ambalo Azam walifunga bao la pili, je, Singida wenyewe walipata bao kupitia kwa Ayubu Ruben Lianga, bao ambalo ni free header baada ya mpira cross ambao uliweza kupigwa na golikipa Foba akiweza kutokea, lakini the moment ambavyo kupishana na mpira ambao ulikopo wa kutengwa, huo hapo Lamini Jaju alifanywa madhambi na Putin, alafu mwisho wa siku ikawekwa ikapigwa Domayo, mpira unapita mbele, anaonodi. Ni goli ambao pia unaweza ukaangalia hapo kwamba Lianga alikuwa kamakiwa na mtu, lakini yule alomaki na maana yeye akili yake yote alikuwa anaangalia mpira. Wakati mwingine ukiangalia mpira uangalie unomkaba, ndo tatizo linalotokea. Kaamua kujivua, maana kaja kapiga free header. Kwanza unamsifia mpigaji, kapiga sehemu sahihi. Pili unamlaumu huyo beki, ukirudisha mwanzo kabisa unamkuta kabisa Lianga alikuwa kamakiwa na huyo namba 17 kwamba alikuwa naye. Sasa kaja kajivua hivi, kamwacha, kapiga free header. Ni magoli ambayo pia kama mko organize mnaweza mkafungwa sana. Namba 17 ya kipa kwa Aimar ambaye aliingizwa kama mshambuliaji. Hesabu ya kipa pia nayo, kwa sababu mpira umepigwa kwenye 6. Mipira kama ile ndio kipa sasa anatokea utusaidie, kwa sababu mipira inakuja juu, na ukienda ukiwa una timing nzuri ukaukosa ule mpira, lazima ndio kinachotokea hivyo, kwa sababu mabeki pia wanaamini kwamba wewe unaenda kucheza mpira. Kwa hiyo ukiuacha wakati mwingine ndio inavyotokea mtu anakuja kuscore. Lianga anafunga bao la pili, alifunga dhidi ya Prisons tena kwa header, na mechi leo anafunga kwa header pia Muro. Yes, na mabao yote amefunga ndani ya 6. Hata ile bao ya Prison alifunga ndani ya 6. Na nafikiri kwa ujio wake wa dirisha dogo, kumbuka kuanza msimu, baada ya dirisha dogo ndo ameanza kupata nafasi ya kucheza. Ni mchezaji wa Singida. Very sure. Tangia msimu uliopita. Kabisa, lakini unaweza kuona hakupata time kubwa ya kucheza, nafikiri kwa issue ya majeraha na kadhalika. Lakini tangu amerejea unaona anapewa option tofauti ndani ya kiwanja. Anacheza kwenye striker. Mundo, miongoni mwa tukio lingine lilotokea lilikuwa ni hili hapa la James Akaminko Jagabola. Mwamuzi akuita chochote. Kilikuwa kuna kiashiria cha mkwaju wa penalty. Nafikiri kwa Akaminko hapo, angalia ule mpira amekwenda kwanza, aliugonga, nafikiri ilikuwa ni msindo, si ndio? Hapo. Of course wakati anaruka, binafsi naona wakati Akaminko anaruka sidhani kama alionyesha dalili yoyote kwamba anaenda kuuzuia mpira juu ya mabega yake, kwa sababu hajaunyoesha mpira juu ya mabega yake. Ule mkono ulikuwa unashuka chini. Angalia hapo taratibu. Yeye ndo anakuja huyo 50-50 na
Kautanua, ameutanua. Yes. Penalty? By the way, Mwinchui alipaswa kuanza kuamua hapo. Ni penalty. Na angalia distance aliyoko Mwinchui mpaka pale, inawezekana ndo mbanano ule wa kuona tukio halisi, lakini baada ya sisi kwenye marejeo sisi tunaona ilikuwa ni penalty. Domayo? Yes, ni penalty kwa sababu ni mpira ambao kauongezea yani mkono kauongezea umbo la mwili. Akasema ni penalty. Sema tu kulingana situation jinsi ilivyo, labda refa alikuwa kama kuna mtu mbele kamziba, lakini ni tukio ambalo lilikuwa wazi kabisa mtu kashika. Sawa, hiyo ni tukio la upande wa kikosi cha Singida wakidai penalty. Kuna tukio lingine tena lilikuwa ni Pascal Gaudens Msindo dhidi ya Mukrim Isa maarufu kama Varane. Tukio na lenyewe pia mwamuzi Nasor Mwinchui hakuita kama ni mkwaju wa penalty, akisema kwamba fair play. Hili hapa tukio tena Msumi na Domayo baada ya tukio la Kaminko kule mwamuzi kuwa amerula out, hajaona chochote, move ikaendelea. Azam akaanzisha shambulizi la haraka, Msindo kafika dhidi ya Mukrim, clear penalty. Yani kama mwamuzi aliruhusu move iendelee, kwa hiyo move ilikuwa iko high. Sasa inakuja kuishia hapa very clear. Hakuna namna yote ambayo Mukrim kaucheza mpira, hakuna namna yote, kulikuwa kuna 50-50 wanaigombea. Msindo amekuja ameudokoa mpira, advantage kwake, na bahati nzuri alikuwa haelekei golini, lakini anaelekea kwenye line ya goli ili maybe apige v-pass. Mukrim amekuja amezuia movement ya Msindo tena kwa mguu, kwa sababu pale kuna wakati hata ukimobstruct, tukitokea tu obstruction umeweka tu mwili, kuna wakati inatengwa. Inategemea na umeweka mwili kwa kiwango gani. Maybe umeenda labda umetia konga, bado waga waamuzi wengine wanatoa foul, lakini kwa pale tena mguu kwa mguu unaweza kuona it is clear penalty. Nasema kwamba ni tukio ambalo ni rahisi sana kuliamua kwa penalty kuliko matukio kuliko ile la Kaminko sana. Yes, yani ni rahisi sana kuliamua penalty na kuliko la Kaminko kwa sababu la Kaminko kama lina 50-50, lakini hilo ni tukio ambalo ni rahisi sana kwa mwamuzi kuweka penalty. Sawa, hiyo ni kuhusiana na matukio mawili ambayo yamejiri tofauti na matukio ya magoli ambayo yameweza kujiri. Hadi matukio naamini kwamba yalikuwa na mjadala kidogo kuweza kuangazia ni mkwaju wa penalty ama sio mkwaju wa penalty. Lakini kati hayo yakiwa ni matukio ya uwanjani, makocha wenyewe wanazungumzia kitu gani kuhusiana na kile ambacho kimejiri? Mwenzetu ni Kennedy Moses kutokea mkoani Singida. Tuungane naye kwa hivi sasa akiweza kuzungumza na makocha. We work, but they are not only the same. The only one who work, all the team work a lot to allow them to be more comfortable to play. So today we play. We come here to win. It wasn't easy because one more time Singida is a good team. But we played the first half time. We didn't put enough rhythm, and the half time I changed. I want to put more rhythm, and when we put more rhythm, we make the difference. So I'm a bit disappointed because we concede one goal. We can make a clean sheet here, but we take 3 points, so it's not easy. We are happy. As you have said, you had a chance to take a clean sheet. What do you think went wrong, especially in the second half? Maybe we lose a bit concentration. You have to be to keep concentration in the game, not in what can happen during the game with the fans, with the playmates, with the referee, and all that. We have to be focused each time, even if something coming wrong. Well, let's just talk a bit about Nasor Saadun's substitution and the other substitution that you did. Was it more of tactical, or you had another reason? You know, a long time he didn't play, so if he play 1 hour today, it's quite a miracle. So we don't push him to get injury. So it was for himself and for the team. It was normally you have to play only 1 hour. It's what he did. Thank you so much, Coach. All the best.
Kocha Florent Ibenge akiweza kuzungumzia kuhusiana na mchezo kwa ujumla, mchezo ambao Azam umechomoza na ushindi mabao 2-1. Kwake ni turufu muhimu Muro, baada ya sare kidogo hizi surua hizo kupata, timu inascore mabao 2 licha kwamba ameruhusu bao 1. Yes, mara ya mwisho alifunga mabao 2 mechi 6 nyuma, mechi ya Pamba ambayo Jefte aliingia akatengeneza mabao 2 kwa Jean Kamanga Ngita. Lakini leo amekwenda amepata mabao 2. Positive kwake ni clean sheet yake ya 6 baada ya kuruhusu mabao dhidi ya Pamba. Alikwenda na Prison bila hakuruhusu bao, 3-0 na Dodoma Jiji hakuruhusu bao, 0-0 na Azam na Young Africans hakuruhusu bao, 0-0 na Mashujaa hakuruhusu bao. Leo ni clean sheet ya 5 mfululizo baada ya kuruhusu pale CCM Kirumba mabao 2. Yes, leo ameruhusu bao 1. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye trend ile ya mechi zao 5 zilizopita ameruhusu bao 1 tu. Defensively amekuwa the best, ameendelea kutupa ile trademark, utambulisho wa Ibenge kote alipopita, AS Vita, Berkane, Al Hilal na kadhalika. Nafikiri ni positive kwake, lakini tunasema ile fumbo loko la msumbua namna kulitatua, equation ya namna atafunga mabao. Leo ampata mabao yake 2 kupitia fullback wake nahodha captain. Tunazungumza pia Faisal Salum. Nafikiri bado viungo ndio zaidi wanaotengeneza nafasi za mabao, kwa sababu Nado naye ametoa assist 2. Bado wachezaji wake 2 kwenye msimu ambao wanafanya vizuri, anabakia kuwa ni Nado pamoja na Faisal, kwa sababu Faisal leo amefunga bao lake la 7, ana assist 5. Idi Nado tayari ana mabao 5. Hii assist yake nafikiri ni ya 3 so far. Kwa unaweza kaona 5 na 3 8, Faisal 7 pamoja na 5 12, 12 na 8 20. Nado tu na Faisal mjumuisho wa mabao kwa ujumla kufunga na kuassist tayari wameshachangia mabao 20 hawa wawili. Na leo walikuwa kwenye performance nzuri, mmoja akiassist zote 2, mmoja akifunga bao. Kwa hiyo ni watu ambao wanawategemea hivi sasa kwenye eneo la ushambuliaji. Imagine ameanza Saadun, inawezekana kutoka kwenye majeraha, weight, namna anavyotakiwa kurecover kuanzia kwenye wepesi wake ndani ya kiwanja, impact ya moja kwa moja. Inawezekana leo aliwasaidia kwenye baadhi ya movement kama migongano ile dhidi ya defenders wagumu kama kina Kennedy Juma, akina Mukrim, lakini haikuwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu timu ilikuja kufanya vema zaidi kutokea pembeni. Bao la tunazungumza la Lusajo limepikwa pembeni na Idi Nado kwa crossi. Bao la Faisal limepikwa pembeni na Idi Nado kwa crossi. Kwa hiyo ni mechi ambayo ameiua kwenye maeneo ya pembeni ambayo amekuwa akimsaidia kupata nafasi. Lakini eneo kubwa ambalo nafikiri kwake bado anaendelea kuumiza kichwa, kwangu mimi bado naona ni namna gani ya kupata structure halisi ya eneo la ushambuliaji. Unajua ukishapata regular appearance, watu ambao wanajirudia kwenye eneo la juu, ukiwatoa viungo, vipi ikitokea siku viungo wakalazimishwa na timu pinzani wakabe sana, maana yake hawatafika zaidi kwa wapinzani. Kama una striker anayejiinua kufanya zaidi, maana yake huyu Faisal na Nado ikitokea mechi ambayo anatakiwa kukaba sana, ndio hizo unaziona timu inakwenda bila kufunga bao na kukuta mechi 3-4. Na Domayo alikuwa anazungumzia kuhusiana na uimara wa Azam Football Club, hususan maeneo ya pembeni kwenye michuano ya Mapinduzi. Tuliona jinsi ambavyo Chikna Diekite alivyokuwa na msingi bora, lakini hivi sasa unavyoona kwamba nyota kama Idi Semanado mchango wake ndani ya kikosi. Lakini kwa sasa tuende tukamsikie kocha wa Singida David Ouma kutoka nchini Kenya anazungumza nini baada ya mchezo leo kupoteza mabao 2-1. Yeah, of course, kitu muhimu kwanza tunaangalia katika mechi, nafikiria tuacheza nyumbani, definitely lazima tungeza kuimpose game letu. Na ukiangalia kabisa kipindi cha kwanza dakika 3 tulikuwa na kona 2. Of course, katika ile level ya juu na mboa kona ni half goal, hatukutake advantage. Nafikiria second half dakika ya 7, dakika ya 14, dakika ya 33 na dakika ya 44 tulikuwa na big chance in front of the goal. Hiyo inaitwa big chance because no, yani tume open up the defense, is a matter of finalization. So nafikiria katika kipindi cha kwanza na tulikuwa stronger on a bigger side. Nafikiria hizo big chances, of course katika hii level ya juu, if you don't take your chances unakuwa punished, because nafikiria Azam amekuwa na half chances wametumia, especially in the second half. In the first half walikuwa na only big chance
Hamas akaicheza akaipangua, but I think kama coach, to be honest, in the first half to deserve to do much better, na hapo normally game ilikuwa decided on. Ukijaribu kuangalia dakika ya 24 ulilazimika kufanya mabadiliko ya lazima baada ya Kennedy Juma kuumia. Ni kwa namna gani ili kutoa kwenye mstari kiufundi kwenye mchezo leo? Yeah, of course kitu muhimu ni tulijaribu kucheza high line katika first half. Kitu muhimu na jinsi ambavyo nasema hizo muda ambazo tumepata zile nafasi zinaitwa big chance, hazikuwa half chances. Of course for the situation ya Kennedy ilikuwa 1 against 1 na striker wa Azam, so sometimes something can happen katika hiyo duel. So katika hiyo situation nafikiria Mukrim amepata nafasi yake. Mukrim jinsi ameingia amecheza vizuri, step in katika hilo gap. So sisi kama coach tumejaribu kuangalia, tunasisitiza ile concept yetu. Kitu muhimu tu ni I think atuku take our chances katika first half, because sa zile momentum iko on your way katika football, you must bite. So moments zetu zilipita, now moments za Azam zilikuja katika half chances, wametake their chances. So hii ni give and take. So kwa muda huu kitu important, this one is out. Reality ni how can we bounce back? Hiyo ndio jambo lazima tufanye. Shukrani sana mwalimu, na kila laheri kwenye michezo inayofuata, maana nafasi 4 mlizomaliza msimu uliopita mna kibarua cha kuzitetea msimu. Definitely tutakuwa katika namba 4. Tusha test kimataifa na tuko na kazi la kufanya kweli. Asante. Yeah, of course Kennedy Moses akiweza kuzungumza na coach David Ouma. Vile tunavyoona, vile fanya tufanye, ndio hivyo indavyokuwa. Tuangazie nyota wa mchezo ni Idi Seleman, Idi Nado. Nilikuwa nagusia pale mwanzo kuhusiana na mchango wa Idi Seleman Nado ndani ya timu. Mcheza naye Domayo. Yes, ni mchezaji ambaye kwanza msumbufu uwanjani. Naweza nikasema pia desturi ya Azam, naweza kusema uoga wanapata mawinga sana wenye desturi hiyo. Kwa kipindi chetu kuna mfano kama Kiple Cheche, na baadhi ya mawinga ambao wanakuja Azam kwa staili hiyo. Kwa hiyo Nado na Kiple Junior, kina Jibril Sila, ni mfumo wa Azam, wanapenda sana mawinga ambao wa design ya Nado. Na ukiangalia zaidi kwamba wakiwa wako vizuri kwenye game, Azam lazima apate matokeo. Ni mchezaji ambaye pia anaweza sio mzuri sana kwenye kukaba, lakini ni mchezaji ambaye akipata mpira analifikiria sana box la wapinzani. Kwa hiyo naweza kusema ana mchango mkubwa kwenye timu, na uaga anajua kupiga zile pasi za mwisho. Kuna mawinga wanaweza kuwa wazuri, lakini sasa ile nafasi ya kutengeneza pasi ya mwisho inakuwa na changamoto. Sasa mwisho changamoto. Tuangazie kuhusiana na takwimu za mchezo kwa ujumla. Dakika 90, takwimu zipoje? Tunajua kwamba kikosi cha Azam umechomoza na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha Singida Black Stars, lakini tuangazie takwimu kwa ujumla. Umiliki wa mchezo, mashuti yalolenga lango yamekuaje, corners na kadhalika. Mashuti 6 kutoka 2 yale ya kipindi cha kwanza dhidi on target dhidi ya 3 ya Singida Black Stars, lakini magoli yanabasalia kwa ni 2-1. Shot of target ni 3-1, yellow card ni 1-3, hakuna kadi nyekundu. Miliki wa mchezo 52 kwa 48, imepungua tu moja tu, ilikuwa 53 huku ilikopo ni 47. Godwin Muro. Yes, nafikiri kwa Azam aliongezeka mashuti 4 ambayo yamekuwa na athari ya moja kwa moja. Kati ya hayo 4, 2 wamefunga. Maana yake ni kwamba 50% ya mashuti ya kipindi cha pili wameconvert kuwa mabao, maana yake nusu. Unazungumza ukatili huo. Wakati kwa Black Stars mashuti pia 2, 1 limekuwa bao, 50% tena hiyo. Kwa hiyo second half at least kulikuwa kuna namna ambavyo timu zinasema haiwezekani energy kapotea hivi bila kuwa na result yoyote kwenye wavu wa mpinzani. Kwa hiyo hicho ambacho unakisifia. Lakini mimi kuna eneo lingine naliangalia hapo, kwa mechi ya Singida Black Stars na Azam unategemea ni watu watakiwa washambuliane, wakimbizane sana, uone corners nyingi. Angalia mechi nzima imekuwa na kona 3 tu. Kwa level ya mechi yao, maana yake mechi imechezwa sana kwenye maeneo ambayo yalikuwa sio ya pembeni sana ya kiwanja, japo matokeo yote yamepikwa pembeni ya kiwanja. Hata bao ambalo wamefunga Singida ni kona ambayo ni foul ambayo ilitokana na madhara aliyofanywa Lamin Jaju. Eneo la ukatili ndani ya kiwanja, madhambi takriban 35. Hapo kweli watu wameumana kweli kweli. Ile interse ikolebe ilikuwepo. Kumbuka kwamba ni msimu wa ligi kuu ya NBC msimu 2025-26. Mechi ya leo ilikuwa ni kati ya Singida Black Stars akiwa nyumbani amepoteza kwa kichapo cha mabao 2-1. Kesho kutakuwa na muendelezo wa mchezo ambapo mnyama mkali Simba Sports Club chini ya kocha Steven Baka watakuwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuwa
watawakaribisha nani? Watawakaribisha Coastal Union Wanamangushi kutokea barabara ya 12 jijini Tanga saa 1 kamili za usiku. Shughuli nyingine inaendelea tamu kwa kulipia shilingi 28,000 unapata uhondo huu mkubwa sana. Simba akitaka kurejea nafasi ya pili baada ya Azam kurejea leo nafasi ya pili. Shukrani sana kwa Godrisen Muro, mzee wa Ikulebe Intense alikopo hapa, lakini pia shukrani kwa kiungo zamani wa JKT Tanzania, amepita Young Africans, amepita Azam Football Club, amepita pia Namungo Football Club wa Uwaji wa Kusini pamoja na timu ya Tanzania Taifa Stars. Mwite Frank Leoman Domayo maarufu kama Chumvi. Mimi ni Saidi Salim Msumu, ukiniita kaka Saidi hujakosea, lakini pia wananiita kaka Saidi wa Madrid. Kaka Saidi wa Atletico. Ungemalizia hapo Kifuru mabegani. Lango wa Kifuru naona unaniangalia. Ndio hatari. Jambo masala. Yes.